Wewe pia una uwezo wa kutengeneza application zako na ukawa unazitumia. Sio lazima kwamba utengenezee watu au watu wao wanatumia alafu wanakulipa, hapana. Unaweza pia ukatengeneza tu za kwako ambao unaweza kuwa unatumia kwenye mambo yako ya kila siku. Mfano, unaweza kuamua kwamba nitengeneze application ambayo itakuwa inanibadilishia maneno kuwa sauti. Okay? Hiyo ni application ambayo unaweza kuitengeneza kabisa wewe na ukaitengeneza ndani labda isali moja tu na ukawa umemaliza kwa kutumia AI, kwa sababu hauna haja ya hosting, ni ya kwako. Kwa hiyo huna haja ya kutafuta hosting, hapana. Pia unaweza kutengeneza, labda tuseme kwamba unahitaji kutengeneza video za YouTube za AI, kwa ukataka AI kutengeneza application ambayo inakuwa inakutengenezea zile video kwa kutumia AI. Kwa hiyo inakurahisishia sana kazi. 90% ya kazi inakuwa inafanywa na AI, then wewe unakuja tu kuchukua ile video na kwenda kuupload ili upate views na pia upate pesa. So leo na kuonyesha jinsi ya kuanza kutengeneza hizo application, na baada ya hii video utakuwa na uwezo wa kutengeneza ya kwako aina yote ya application ambayo unayo kwenye akili yako, basi wewe utakuwa na uwezo kuitengeneza ukimaliza kuangalia hii video. Okay? Basi tuendelee nikuonyeshe. So kitu cha kwanza kabisa ni kwenda kwenye AI Studio website ambayo inaitwa aistudio.google.com. Hii ndo interface ambayo itakuruhusu wewe kutengeneza hizi application zote. Interface ndo inakuwa hivi mwanzoni kabisa, na kama unavyoona hapo pembeni ni kwamba tunatumia free kabisa. Ukiona ile imeandika upgrade to unlock more, ujue unatumia free. Sisi hatujalipia hata shilingi 100 hapa, na wewe pia hizi sifa unazo. Okay, hizi sifa zote tunaziona hapa ni sifa kwa ajili ya wewe kuweza kutengeneza application au platform yoyote unayohitaji kwa kutumia Google AI Studio. Huu ndo mfumo wa bure kabisa ambao unakuruhusu kutengeneza application au platform au website, kitu chochote unachokitaka. Okay? Kwa mara ya kwanza kabisa tutabonyeza kwenye build hapo. Ukibonyeza kwenye build itakuletea interface ambayo inakuruhusu wewe kuandika kile cha kutengeneza. Kwa mfano utaandika, nataka unitengenezee app ya kutengeneza music. Mimi nataka niwe naweka jina la music au maneno ya music design hiyo, alafu app inatengeneza music kamili. Okay? Wa audio pia iwe na sehemu ya kudownload huo mziki na sehemu pia ya kutunza mziki ambao tayari umeshatengenezwa. Okay? Sasa kwa mfano naweza kaambia yani library, napenda app iwe na interface nyepesi ambayo haitamfanya mtu aone ugumu kutumia. Okay? Yeah, so baada ya hapo mimi nabonyeza hiyo button ya pembeni imeandika build control. Bonyeza hapo, kisha sasa itaingia kwenye kazi na itaanza kunitengenezea hiyo application. Hapo nimepeleka mbele, kwa hiyo itanipa hizi interface kwamba nataka application iwe na interface gani. Kwa mimi nitachagua kwa kutumia hiyo mishale. Kuna mshale wa chini hapo ili kuchagua interface au jinsi unavyotaka application yako ionekane. Kwa hiyo mimi nitabonyeza. Kuna hiyo ya kwanza, kuna nyingine ya pili hapo ambayo ni dark yenyewe. Kuna ya kwanza hiyo, kuna ya pili, na pia zipo nyingine kwa chini. Nikibonyeza labda hiyo ya chini tena inakuja hiyo pia. Nikibonyeza tena inakuja hiyo. Nikibonyeza tena, naona hiyo ni nzuri pia, hata yenyewe nimeona jinsi. Yaani unachagua tu unayoitaka. Kwa mfano mimi ngoja nichague ipi. Nimependa hii sana. No, hii sio hii. Nimependa hiyo nyingine, hiyo ya 3. 1 2 3. Hiyo hapo. Ya baada hapo bonyeza pale select interface. Sasa hapo tena application au Google AI Studio itaingia kutengeneza application kulingana na interface ambayo umeichagua. Okay, sasa ndo hii hapo imeshatengeneza, na hapa itaanza kudisplay ile interface ambayo imekutengenezea. Okay guys, kwa hiyo hapa imeshatengeneza hii interface ya muziki. Iko very complicated lakini ni nzuri, ina kila sifa. Sifa zote ziko hapa. Okay? Yeah, so kama unavyoona tunaweza nikakuza pale juu ili niweze kuona vizuri. Umeona imetupa, inajua kabisa kwamba Tanzania wanapenda muziki gani. Kuna singeri, kuna mahaba, bongo flava. Wow. So unaweza kaamua kwamba hata ukaliza huo muziki pia unasikia inakuonyesha pia na animation ya beats jinsi zinavyoenda. Hii natumia hapa ni Google Gemini 3.5 ambayo ni mpya kabisa na yenye nguvu sana. Unaona hapo kuna aina ya muziki yote ni ya Kitanzania. Kuna kwa mfano hadi kuna Afrobeats, kuna hadi ya mapiano. Ngoja nichague mapiano, alafu nikashuka huko chini nikaamua kuweka maneno au nisiweke, au nikabonyeza tu tengeneza wimbo. Alafu yenyewe pia itaanza kutengeneza hiyo beats ya mapiano. Baada ya hapo
Unaona hapo tayari imeshatengeneza hii hapo. Ukibonyeza ile pale button, then ama piano inaanza kulia design hiyo. Okay? Yeah, perfect. Uzuri wa hii kitu ni kwamba unaweza kuamua kuweka sifa yoyote ile ambayo unaitaka kwa kuandika tu pale kwenye sehemu ya kuandika. Sifa ziko nyingi hapa, kama unavyoona imetengeneza kitu ambacho ni complicated. Then unaweza kupakua kama ni wimbo hapo. Yeah, lakini sio kama kiko complicated. Kama ni umekitengeneza basi obviously lazima ukijue jinsi ya kutumia. Unaweza kuplay wimbo, lakini sijapenda kuplay. Okay, ziko sifa nyingi hapa chini na nyimbo zilizotengenezwa zinakaa huko chini, lakini pia kama unavyoona hapa ni kwamba sisi hatuna lyrics ambazo tunaiambia AI itengeneze. Hii ni lyrics moja tu. Kwa mimi napenda kwamba nikitaka kutengeneza music napenda kuwe na sehemu ya kubonyeza, alafu hizi lyrics zinatokea automatically kwenye muziki husika, sio kila muda inatokea hiyo hiyo. Okay, so mimi ninachokifanya sasa nita minimize hii screen ili niweze kufanyaje, ili niweze kuandika kwamba nataka kuwe na button ya kutengeneza lyrics automatically. Kwa hiyo naweza nikaenda pale kwenye sehemu ya kuandika, nikachagua katika machaguo, au nikaandika mimi mwenyewe kwamba ongeza sehemu ya kutengeneza lyrics. Okay, ongeza sehemu ya kutengeneza lyrics, kisha unaipa hiyo prompt, then yenyewe itaanza kutengeneza hiyo functionality katika hii application yako. Hii application unaweza kuitumia wewe au kashare kwa watu wengine na wakaweza kuitumia kwa kushare pale juu. Kuna link imeandika share. Okay, muda huo tunatukala muziki kidogo kama unavyoona. Yeah, kabadilisha verse, kabadilisha intros, kila kitu. Kwa hiyo imekutengeneza kitu fulani hivi ambacho ni amazing. Sasa hiyo tunasubiria ile button iweze kumaliza kutengeneza ile lyrics button ambayo tutakuwa tunaibonyeza. Okay guys, kwa hiyo inatengeneza, nadhani sio muda itakuwa imemaliza. Umeona hizo functionality, hiyo ni aina fulani ya animation ambayo inafanya hii application inakuwa nzuri sana. So ndio hivyo. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha chochote pia unaiambia kwamba bwana, badilisha hichi, badilisha rangi, badilisha hizo functionalities za hapo chini, vyovyote. Kwa hiyo imeshamaliza kutengeneza na nimeiambia pia itengeneze music ambao ni kuanzia dakika 1 kuendelea, yani audio iwe dakika 1 kuendelea. Kwa hiyo button ndio hiyo, kibonyeza unakuja unachagua hapo aina ya muziki ni bongo flava, kisha utachagua aina pia ya mood. Utaandika pale kichwa cha title ya muziki. Utaandika mfano mapenzi hisia kali au mapenzi hisia, kisha tabonyeza tengeneza maudhui, yenyewe itatengeneza hiyo lyrics. Okay, tumepata error. Sasa hapa ndipo jambo la muhimu sana la kuzingatia, ni kwamba kwa mfano ukipata hii error ni kwamba kuna changamoto kwenye kodi. Wewe unachokifanya unaikopi kama ilivyo. Okay, copy bila kukosea, unaikopi alafu unakuja hapa katika sehemu ya kuandika, unaiambia sasa kwamba error imetokea ukiwa unafanya nini. Okay, unaambia kwamba nilipokuwa nikitengeneza lyrics basi nimepata hii error. Una paste ile error ambayo umekopi pale. Hiyo inakusaidia kusolve matatizo kwa haraka sana kuliko ambayo ungeiambia tu kwamba muziki hautengenezeki, maneno yatengenezeki. Okay, kisha ukishaipaste unaipa yenyewe, itagundua kwamba kuna error sehemu fulani, then itasolve. Hii pia inakosea mara moja. Kwa hiyo ili kutengeneza kitu ambacho kiko imara ni lazima ujue jinsi ya kudili na errors na pia ujue jinsi ya kusolve hizo errors, kuiambia isolve hizo errors yenyewe. Okay guys, so baada ya kuwa umeipa yenyewe itasolve hiyo error, then baada ya kumaliza umeshaiambia kwamba itengeneze muziki sio chini ya dakika 1, yenyewe itakuwa inatengeneza kuanzia dakika 1 kuendelea dakika 2, dakika 3. Wanasema AI zingine za muziki hazitengenezi dakika 2, dakika 3, lakini wewe unatengeneza ya kwako ambayo inatengeneza dakika 2, dakika 3. Kwa hiyo tayari imesha solve. Kwa sasa hivi tukibonyeza hapo kwenye tengeneza music, tengeneza maudhui, yenyewe itatengeneza maudhui bila kukwama tena kama mwanzo. Okay, tusubiria tu kidogo. Okay, tayari nadhani. Tayari. Unaona maneno ndo haya hapo. Wimbo mzima umeshatengenezwa kwa maneno. Sisi tunachoenda sasa hivi ni kutengeneza sasa audio, tengeneza wimbo sasa kwa hayo maneno. Guys, hizi ni application tunatengeneza ambapo unaweza kuitumia wewe mwenyewe, tengeneza nyimbo zako hapa, tumia kama background. Unaweza kutumia kwa matumizi tofauti kwa sababu hazitakuwa na copyright, kwa sababu ni ya kwako wewe ndio umeitengeneza.
sio mtu mwingine, na mtu mwingine hajui ilipotoka, ni wewe tu unaijua. Kwa muziki wetu tayari huwa hapo. Siri ya mtima ndo wameuita hivyo, japo sisi tulipa jina jingine la mapenzi hisia. Anyways, kwa baada ya hapo wewe unaweza uka expand your screen hapo ukaangalia muziki wetu, ndo huwa hapo. Of course sio huo, hiyo ni beat tu. Muziki huko kwa hapa chini unaweza ukauangalia huko pembeni, siri ya mtima, ukabonyeza download, na huo muziki utakuwa downloaded kwenye kompyuta yako, au kama unatumia simu basi utakuwa download kwenye simu yako. So hivyo ndio jinsi ya kutengeneza. Kitu kingine ambacho nitakionyesha kwenye video inayofuata kwa hii project ni kwamba jinsi ya kuweka API zako, sababu hapa tunatumia API za Google Gemini. Sasa Google Gemini inakupa ruhusa ya kutengeneza API yako mwenyewe ili uweze kuitumia. Pia unaweza kuilipia hiyo API. Sasa ukianza kuilipia, ina maana unaweza kutengeneza application ambazo unauzia watu, au watu wanalipia service ile ambao umetengeneza kutoka kwenye application, alafu wanalipia, unapata pesa. Nitawaonyesha jinsi ya kutengeneza hizo API kwenye video inayofuata, ili tuziweke hapa kwenye AI Studio. Sasa usikose kufuatilia video yangu inayofuata ili uweze kuona jinsi ya kutengeneza hizo API.